Nyangwana. Simama hapa mama. Simama. Kamata hayo. Simama mzuri wewe. Wewe peke na bunduki. Simama. Wewe, funga kamba. Leta kamba, ni pesa ngasi. Malembe tika nani? Oh, boyena désordre boy pourquoi dit? Ita M23, Beti Yini ma ADF. Ituri kone kondo ni politique d'occupation tout. Umetufanya wakimbizi. Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako pendwa ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, tukiwa ni tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Tumekuandalia habari nyingi sana kutoka hapa studio zetu za Mteba TV. Hapa leo tumekuandalia habari duniani kote, lakini bado tunajikita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo bado machafuko na mapambano yanazidi kuripotiwa maeneo mbalimbali, na machafuko hayo yanapatikana Nord Kivu na Sud Kivu pia, ambapo hali ya usalama inazidi kukosekana, huku M23 wakiwa wamedhibiti miji mikubwa kabisa ambayo ikiwa Goma pamoja na Bukavu maeneo yale. Lakini leo tutakwenda kuchunguza habari nyingi sana ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Kuna kijana mdogo sana ambaye ameweza kuimba wimbo moja ambao kwenye mazishi ya msanii ambaye ameweza kupigwa masasi pale kwenye mji wa Goma. Basi kwenye mazishi hayo kijana huyu aliweza kurudilia zile nyimbo ambazo ambazo yule msanii alikuwa anaimba. Baada ya kuimba hivyo, watu walimsherekea sana, kama nilivyowekea hapo. Huyu kijana hapo mwanzoni amekufa kwa kukatwa sehemu zake za siri, alafu pia na kutobolewa macho, na mwishoni wakampiga masasi akafariki, kwa vile aliweza kuunga mkono na kurudilia zile nyimbo ambazo yule msanii pia na yeye alipigwa masasi kwa sababu ya hizo nyimbo za kukosoa M23 pamoja na wanajeshi ambao wanatoka Uganda, pia hata na kukosoa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo kijana huyu alikuwa anaimba sana nyimbo ambazo zilikuwa za kisiasa sana, za kukosoa kabisa waasi wa M23. Akawa anaimba akasema kwamba wamekuja hapa wamewafanya wakongomani kuwa wakimbizi. Kitu hicho kiliweza kusumbua sana wa M23, basi alipigwa masasi akiwa na rekodi nyimbo zingine. Tutakuja kurudi kwenye habari hizo kabisa kiundani, ambazo ni habari za kusikitisha sana kutoka channel yako ya Mteba TV. Lakini mambo mengi sana tutakwenda kukuambia katika siku ya leo. Mama mwingine ameweza kukamatwa, mama wa Kinyamrenge ameweza kukamatwa kabisa na silaha akiwa nazo ndani mwake, huku akidai kwamba amenunua 100,000 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini alikuwa ametoa tayari alikuwa ametoa tayari 50,000 ya pale DRC, kulikuwa kumebaki tayari zingine pesa 50,000. Kwa ameshikwa na silaha hiyo, akidaiwa kwamba na yeye pia ni mwana M23. Wakati mapambano yalikuja kuwa mingi sana pale Nyangezi, basi wengi wao walikimbia kwenye uwanja wa vita. Hata yule kijana ambaye alikamatwa, kijana mdogo sana miaka kama 15, ambaye tuliwatangazia habari zake, alikamatwa, walikimbia wengi sana pale maeneo za Nyangezi, walikuwa zaidi ya 300. Ule kijana baada ya kushikwa ndo akasema wenzake walikimbia. Lakini sio hao tu, wengine M23 wakiwa wa kike walikuwa wanaanza kuingia kwenye manyumba zao na kuficha silaha chini ya vitanda. Tutakwenda kuwekea video ambayo huyu mama amekamatwa na silaha hizo na wazalendo, huku wakizidi kumuoji kwa nini alikuwa na silaha hiyo. Tutakwenda kuwekea habari hizo, lakini tutachana hizo habari, tutakuja kurejea baadaye. Habari kali ambayo tunayo siku ya leo ni habari inayopatikana pale Nyangezi, pale ambapo mapambano bado yanazidi kusonga mbele, huku vikosi vya wazalendo pamoja na M23 wakizidi kupambana. Kila watu wanapambana ili wakamate maeneo muhimu. Lakini kwenye uwanja wa vita, unajua sisi kama channel ya Mteba TV huwa tunakupa habari ambayo ipo sahihi kwenye uwanja wa vita, na kwa sasa M23 kwa kweli wamepigwa kipigo kibaya sana kwenye maeneo yale ya Nyangezi, kwa sababu zile gari 8 ambazo zilikuwa zinatoka Bukavu kwenda kupeleka misaada maeneo za Nyangezi ziliweza kupigwa ambush na kupigwa kuchomwa moto, zote zikawa zimeungua. Nafikiri hiyo habari tulikuwekea nayo. Lakini sio hapo tu, tunagusia hata maeneo mengine za Walungu, pale ambapo wanajeshi wa wazalendo waliweza kusogea na mapambano, wanapigana maeneo zote ili
kuhakikisha mji wa Goma ukiwa umegombolewa. Lakini M23 na wao hawalali kabisa, bali na wao wanazidi kupanga mipango yao, wanapanda wanashuka ili na wao wazidi kudhibiti mji wa Goma. Hizo ndio habari ambazo tumekuandalia, ambazo tutakwenda kuingia kwenye uchambuzi mkali sana ili uweze kuona kila ambacho kinaendelea. Lakini pia maeneo mengine mbalimbali ambapo imeweza kuonekana kwamba vikosi mbalimbali vya FARDC ambavyo vilikuwa vinazuia wanajeshi wa wazalendo kupigana, na walikuwa wanawekea maberia sana. Ndio maana watu wengi walikuwa wanajiulizia kwa nini wazalendo wanashindwa kufika Bukavu. Ni kwamba majibu ni rahisi tu. Vikosi mbalimbali vya wanajeshi ambavyo vinapatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilikuwa vinawekea vikwazo kabisa wazalendo. Lakini ujumbe mwingi sana umeweza kutukuta, na watu wanasema inatakiwa wazalendo wasisikie sauti yoyote ya kutoka kwa mwanaserikali yoyote yule pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndio shauri ambayo kila mtu ameweza kutoa, na ameweza kusema lazima tufikishe habari hiyo. Ni kwamba wazalendo msisikie habari ya kwamba msipige hapa, mzuia hapa, ngoje kwanza, tuungane kwanza. Hicho kitu watu wanakataa. Lakini pia wazalendo wanahitajika wapate misaada maeneo mbalimbali. Wewe kama una michango yako, una mawazo yako, basi uweze kuona hata channel yako Pendo ya Mteba TV. Lakini sio hiyo tu, na maeneo mengi sana ya kutoa misaada. Lakini tunakimbia moja kwa moja kwenye mji ambao unaitwa mji wa Bukavu. Tunapata message sana. Tutakwenda kukianza video ili zile video za huyo mama ambaye amekamatwa kwenye uwanja wa vita akiwa ameficha silaha, na akasema kwamba lazima amalizie hiyo deni ya silaha. Lakini wameweza kumhoji sana. Utakwenda kusikiliza kwa sababu ni video hapa. Kama mnavyojua sisi tu tunakuwekea kwanza na ka video kadogo hapo. Lakini pia habari kuhusu kijana ambaye amefariki, ambaye alirudilia nyimbo za msanii aliyepigwa masasi pale Goma, ambaye alikuwa anakosoa M23 pamoja na watu wengine kwa kupinga mapambano yanayoendelea, kwamba mapambano ya kigeni ambayo yameingia maeneo yale. Kijana huyo tutakwenda kuwekea tena video yake kidogo tu hapo mbele, na ule wimbo ambao aliuimba. Utakwenda kuona kile ambacho kinaendelea maeneo yale. Kwa hiyo ameweza kuuawa kwa kiukatili sana, kijana mdogo sana. Watu wengi sana wameweza kulaumu mambo hayo ya kwamba inawezekana kijana huyu, wengi walioweza kulaumu na kusema kijana amekufa tu kifo ambacho alikuwa ajui, na alikuwa anaimba kitu ambacho ajui kwa sababu alikuwa ni bado mdogo. Ni kama vile kwenye mazishi, kwa amekwenda kufa tu kwa kumkata sehemu zake za siri na kumtoboa masikio, macho, kila kitu, na kumpiga masasi. Hebu tuangalie kwanza video ya huyu mama ambaye alikamatwa na silaha, au tutakuja kurejea kabisa kwenye habari zetu kutoka hapa channel ya Mteba TV. Simama hapa mama. Simama. Kamata hayo. Simama mzuri wewe. Wewe peke na bunduki. Simama. Funga kamba. Leta kamba, ni pesa ngasi. Malembe tika nano. Boye na désordre boy, pourquoi dit? Mama. Hapana, acha wewe toshe kamba. Mama. Ile bunduki unatosha. Bobi na porte to hii mwana na jet. Ile bunduki unaipata namna gani? Sema na nguvu. Tulikutania kumore. Akanizishia kanzu. Na shuka. Kule hapa Mzinda. Akaniuliza mama, unaweza kunipatia 500 ya bunduki? Akamuuliza hivi, sasa wewe unaacha kazi? Utauzisha mtere gani? Sasa hiyo bunduki ni yako? Kata telefoni. Akasema ni yako. Kamata tu hayo mama. Kisha akaniambia utaniuzia ngapi? Mkasikilizana pesa ngapi? Yeye 100. 100. Ulishampa ngapi? 15. Unampa 15. Ulishampa 15. Ingine utamupa siku gani? Yeye. Na anasimulielewana utamupa siku gani? Alikuwa anasema atakuwa kusikamata kesho. Kesho ndio ungemupa. Sasa bunduki ungefanya nini? Nani alikutuma kuuza? Sasa yeye alinituma kama tamoya. Njoo mimi nasema mwenyewe alikuambia umuuzia hiyo ni nani? Sio mpata. Yeye alinituma nimtafutie kinini. Ndio uona ranguraka kisha unauzisha. Yeye aliniambia mimi namwambia sijui hata haja bunduki. Au vijio uliviuza namna gani? Nyangula hayo tuone.
Uliviuza namna gani na wewe ubiyuko? Si ndio alinituma. Nani alikutuma sasa kuuza? Yeye ndio aliuzisha, nani ndio mwenyewe alikutuma kuuza? Yeye alikuwa ananiambia nimtafute kilimo. Unaona kama kuuza bunduki ya leta ni makosa, ni mbaya. Mimi nilimwambia kila kitu anaikala hapo. Naam, baada ya kumaliza kuangalia video hiyo, umeelewa nini? Umejifundisha nini kwa video hii? Mama anakuwa na silaha anaificha chini ya kitanda. Baada ya kumhoji, nafikiri kila mtu amesikia kila ambacho kiko pale. Tunakwambia channel ya Muteba TV inazidi kukupa habari moto moto ambazo zinazidi kutoka kuja kila mara kwenye channel yako pendwa ya Muteba TV. Karibu sana, endelea kusubscribe, like, comment kama ni mara kwanza kuingia ndani ya channel yako pendwa ya Muteba TV. Endelea kusambazia watu wengine ili uwe unazidi kupata habari zaidi. Mama amekamatwa na silaha, na baada ya yeye kuojiwa, basi ameweza kuongea mambo mengi sana ya kwamba alinunua, walimletea, sijui mambo mengi sana vya kwenda vinarudi, lakini ni M23 kabisa. Mama huyu ni M23 baada ya mapambano makali sana kuripotiwa maeneo za Nyangezi. Wengi walikimbia vita maeneo yale, vijana zaidi ya 300 ambao walikuwa wadogo kabisa, miaka 20 kushuka, wote wameweza kukimbia vita, na wakina mama ambao walikuwa kwenye uwanja wa vita wameweza kukimbia kwa sababu hali ilikuwa mbaya na pia hali ilikuwa tete sana kwenye uwanja wa vita. Watu wengi sana wameweza kucomment na kusema kwamba huyu mama ni M23, na ndivyo ilivyo kabisa. Kwa hiyo hatujui ambacho kimeendelea kwa upande wake, bali tulitaka tu tukupe taarifa hiyo. Lakini tunaendelea sasa, tukuwekee video nyingine ya huyo kijana ambaye kabisa aliweza kuuawa, amekufa kifo kibaya sana. Kijana hazidi hata miaka 8, akiwa na miaka mingi ni 8 kuelekea 9. Kwa hiyo kwa kurudilia tu ule wimbo wa yule ambaye mizisia ambaye amekufa, walimpiga masasi pale Goma, basi na yeye ameenda kuuawa kifo kibaya sana cha kukatwa sehemu za siri. I say kukatwa sehemu za siri, alafu pia kutobolewa macho, alafu baadaye kwa mateso makali sana, yani kwa uchungu mkali sana, ambayo amekufa kifo kibaya sana. Baada ya kumtesa hivyo akapigwa masasi. Ebu waza, sehemu za siri wakate watoboe masikio kijana mdogo ambaye watu wengi wamelaumu, ukiwa nasema huyu wamemuua tu kwa kumuonea, kwa sababu labda alikuwa anaimba kila ambacho hajui na wala hana kumbukumbu yoyote. Na huyu kijana angefanya nini? Angefanya nini mpaka kwenda kumuua na kumaliza, wakati kulikuwa watu wengi sana ambao walikuwa wamemsimamia maeneo yale. Kwa hiyo unapozidi kusikiliza channel yako pendwa ya Muteba TV, tunazidi kukupa habari moto moto kutoka hapa channel yako pendwa sana ya Muteba TV. Hebu fuatilia kwanza video yake fupi, afu tutakuja kurejea kwenye uchambuzi wa mambo yanavyoendelea pale kwenye uwanja wa vita pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tazama kwanza picha hii au video hii kidogo ya huyu kijana na ule wimbo ambao alikuwa anapiga ambao ulificha sana kwenda kumuua. Tazama, tutakuja kurejea. Politique d'occupation tout. Umetufanya wakimbizi, na roho yenu ngumu imewaja hapa. Jambo wavamizio, umetufanya wakimbizi, najua muko na tuogopa, ila roho yenu ngumu imewaja hapa. Mtaishia hapa, Kisekedi aliwadanganya. Mtaishia hapa, Mtaishia hapa, Kisekedi aliwadanganya. Mtaishia hapa, kiinjini ya Wakongomani. Kwenye mmoja na upendo, ndio maana tunafuma. Hapa ni macho kwa macho, hakuna kukimbia tena. Tulikusa mmoja na upendo, ndio maana tunafuma. Macho kwa macho, hakuna kukimbia tena. Goma Ghetto, capitale de la révolution. Capitale de la résistance. Kabubigo, capitale des commerces. Naam, tunazidi kuendelea na taarifa zetu kutoka channel yako pendwa ya Muteba TV. Baada ya kukagua na kuangalia video hiyo fupi
ambayo huyo kijana kwa kweli amepata matatizo tu kwa aka kipande kafupi ka wimbo ambako ameweza kuimba. Lakini sio hao tu, ni watu wengi sana ambao wanafariki maeneo yale ya Goma pamoja na Bukavu pia kwa kosa kidogo tu mtu anaenda. Kijana ameweza kufa vibaya sana. Nafikiri hiyo taarifa kila mmoja ameweza kusikia. Turudi sasa kwenye habari zetu za uchambuzi. Kwa nini FRDC unakuta maeneo mengi sana wakiwa wanazuia, walikuwa wanazuia sana, wanazuia kabisa vijana wakazi wazalendo kwa kuingia kwenye mji wa Bukavu. Kwa hiyo baada ya hapo au majenerali wengine wote ambao walikuwa wanajulikana kabisa kama vile wenyewe ni Watusi tena ni Wanyarwanda kabisa maeneo yale, na baada ya wao kuona kwamba habari inakuja kuwa ngumu maeneo yale, walichukua wazalendo baadhi na kuanza kutembea kwenye mavijiji mbalimbali kwenda nazunguka ili waamini tena. Lakini kitu hicho watu wengi sana wameweza kucomment hapa kwenye channel yako ya Muteba TV, na wakiwa wanasema ya kwamba hiyo haiwezekani. Hiyo kabisa haiwezekani, na wazalendo waangalie vizuri kwa kutembea na ule jamaa, kwa sababu amewasumbua muda mrefu sana maeneo yale. Unajua yeye anasimama kabisa barabara ambayo ya kutoka unapotoka Walungu unaendelea mbele. Anasimama maeneo yale kabisa, ni generali mkubwa na kamata maeneo mengi sana kule. Sasa baada ya kuzuia wazalendo kutoka, alikuwa ameweka maberia nyingi sana. Kama mlikuwa mnasikia masasi vinapigwa hapa na pale, ni hawa wa FARDC ambao walikuwa pale. Kwa hiyo kwa sasa hivi wanaenda wanajikosha kwa raia maeneo mbalimbali kwenye vijiji mbalimbali, wakiwa wanasema kwamba sisi zile kelele zimeisha na kila kitu. Na watu wengi wanasema kwamba wazalendo ambao wanatembea nao waangalie kama washapata hela. Kwa sababu haiwezekani wanajeshi ambao walikuwa wanawazuia msisonge mbele na mapambano, afu mnakuja kusimama kwamba mwende mnatembea nao kwenye vijiji na maeneo mengine yote, kitu ambacho akifurahishi maeneo mengi. Lakini tunachana kwanza na hizo habari. Watu wengi wanauliza maswali mengi sana, wanasema je, Nyangezi kuna warakina nani Nyangezi? Wengi wanasema Nyangezi kuna M23, wengi wanasema kwamba Nyangezi kuko wazalendo. Lakini sasa jibu liko wapi? Jibu liko wapi? Na channel yako yapendwa sana Muteba TV ambayo unazidi kusabone na kusambaza itakupa majibu kwenye siku ya leo. Ni kwamba vile au Walungu Centre wazalendo wapo ndani kipande cha kutosha sana. Kwa hiyo hawazibiti Walungu kwamba ni 100%, hapana. Kuna baadhi ya sehemu wanadhibiti. Ikiwa Walungu Centre wazalendo ndo wamejaa, lakini M23 nao hawako mbali kabisa maeneo yale. Kwa hiyo unakuta ni kama vile sasa hivi watu wanasema leo mnasema Walungu kuna wazalendo, kesho kuna M23. Ni kwamba ni uwanja wa vita. Kesho wanasukuma ni kama kwenye mipaka maeneo yale. Kesho M23 wanaweza kaingia wakapiga. Lazima tukwambie kile ambacho kinaendelea. Sisi tunakwambia kile ambacho kinatoka kwenye uwanja wa vita moja kwa moja. Hatukwambia kile ambacho kinatoka kwenye radio au TV zingine, hapana. Kwa hiyo tunakwambia kile ambacho kinaendelea kabisa kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo sasa hivi tunavyoongea na nyinyi, Walungu ni wazalendo kabisa, wanashika maeneo mengi sana. Lakini pia M23 hawako kilometri za mrefu sana. Kwa hiyo lakini Walungu vile kabisa ni wazalendo, ndo wanadhibiti eneo yote. Lakini Walungu maeneo mengine za porini huko M23 wapo, lakini wamepigwa kipigo kibaya. Lakini wengi wao pia wakiwa wamekimbia maeneo yale na kujielekeza kwenye mji wa Bukavu, kwa sababu baada ya wao kupigwa vibaya wengi walikimbia. Kama ulivyoona huyu mama ambaye tumekuwekea hapa, alienda kuficha mpaka silaha yake. Kwenda kuficha silaha yake, ameweza kuhojiwa, ameficha. Kwa hiyo wengi sana wametoka maeneo yale, kwa sababu unaangalia watu wengi wanashangaa, wanasema kwamba M23 walikuja kuongezeka kwa wingi. Waliongezeka kwa wingi sana maeneo yale ya Walungu, na waliokuwa wanashuhudia wanasema sisi hatujawa kuona hizi sura. Maana yake na wakazi, kumbuka Walungu kuna Wanyamrengi ni wengi sana maeneo yale. Kwa kila Mnyamrengi aliingia ndani na kuchukua silaha yake. Baada ya vita kuwa ngumu, kila mmoja akarudia nyumba yake. Kwa hiyo wanasema kwamba wale maraia wenyewe wako pale wa Kinyamrengi, wale ndio M23, kwa sababu baada ya vita kuwa ngumu wamechukua silaha zao na kurudisha ndani. Na ni wako pale pale vile, wengine kutoa manguo za jeshi, wengine hivyo kubakia hivyo. Kwa hiyo wanasema kwamba mfanye msako mkubwa sana pale Walungu, kwa sababu usaliti ni mkali sana. Tukiwa tunashuhudia hata vijana wadogo wa miaka midogo, miaka 15, 16 wakizidi kupigana na wazalendo maeneo yale, vijana ambao hawana hatia, na wengi wao wameenda kutolewa kwenye masomo. Kama mnavyojua kazi ambayo M23 walikuwa wanafanya maeneo yale. Channel ni Muteba TV. Lakini tunavyozidi kuangalia habari ambazo zinavuma ya Colonel Nanga kwamba ameomba msamaha, tutakupa kwenye taarifa habari nyingine ambayo itakuja hapa mbele.
tutakuhabarisha kwamba hiyo voice na mahabari zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba inakuaje Corneille Nangaa anakwenda kuomba msamaha kwenye redio kubwa sana kama RFI Kiswahili. Kivipi? Hiyo audio ni yeye au ni ma-editing? Kwa hiyo tutakwenda kukwambia habari hizo kwenye taarifa zingine zinazokuja muda sio mrefu kama hapa kwako maeneo ambapo umechagua kusikiliza matangazo channel ya Mteba TV. Tuwashukuru wote ambao wanazidi kutupata wakiwa Lubumbashi, Kongo, Goma, Bukavu, Kolwezi, maeneo mengi sana, Sange huko, maeneo ni mengi sana, hata Kisangani wanatufuatilia. Tunapata message zenu Canada, Australia, Marekani, huko kote huko Ufaransa, maeneo mengi sana wanazidi kutufuatilia. Channel yako bora ya Mteba TV inazidi kupa matangazo kutoka moja kwa moja kabisa hapa kwenye vyombo vyetu vipendwa sana vya Mteba TV. Lakini kama unahitaji kujiunga na grupu letu, kuna masharti mengi sana utaingia, lakini masharti ni mengi sana kwa ile grupu. Kama unahitaji tutakuwekea link hapo kabisa, utatengeneza peke yako na utakwenda kujiunga mwenyewe kwenye ile group. Tutakuwekea utaskani tu hapo kwenye screen, alafu baadaye mwenyewe utajiunga kwenye ile group, lakini na masharti mengi baada ya kuingia kwenye group. Subscribe, like, comment and share kwa watu wengine. Channel yako ni Mteba TV. Tukutane tena panapo majaliwa kwenye taarifa zingine. Ciao.